Na mtazamaji bwana, moja ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na sakata zima la Diamond Platnumz. Bwana Diamond bwana ameamua kuwasha moto kweli kweli. Hii ni nafasi nyingine tena adhimu kabisa ambayo Diamond ameipata. Ukizungumzia swala zima la kuiwakilisha nchi kimataifa katika majukwaa makubwa duniani, basi Diamond bwana amekuwa akiwini sana katika swala zima la kusimama katika hizo nafasi. Pale inapotokea sehemu ambapo msanii anatakiwa iwakilishe nchi, basi moja kwa moja mara nyingi huaga Diamond ndiye anayechaguliwa. This time around kama unavyojua bwana ni kwamba Diamond amepata tena fursa nyingine, ukizingatia kwamba huu ni msimu wa football, huu ni msimu wa Afrika. Nazungumzia AFCON. Tayari mashindano yameshaanza, lakini hivi karibuni bwana kuna album ambayo imeandaliwa au iko jikoni ambayo inatakiwa kutoka hivi karibuni. Bwana, hii ni album ambayo itakuwa inahusiana na swala zima la AFCON, mashindano haya ya AFCON kwa mwaka huu 2025. Kwa hivyo basi Diamond Platnumz naye pia kutoka Tanzania amekuwa ndiye msanii pekee ambaye amepata nafasi hiyo kutoka upande huu hapa wa Afrika Mashariki kushiriki katika album ya kombe la Afrika, yani AFCON kwa mwaka huu hapa 2025. Bwana, humu ndani bwana kuna ngoma kama vile inaitwa We Are Different, ambayo humu ndani bwana kuna Jason Derulo, Shenseea pamoja na Diamond Platnumz. Kwa hiyo hapa bwana, habari kamili unaambiwa kwamba Diamond Platnumz amepata nafasi ya kushiriki katika album ya AFCON kwa mwaka huu hapa 2025. Bwana, caption inasomeka kama ifuatavyo: nyota wa mziki wa Afrika Diamond Platnumz Simba ameshiriki katika maandalizi ya album ya mashindano ya AFCON kwa mwaka huu hapa 2025 ambayo yanafanyika nchini Morocco. Albamu hiyo yenye jumla ya nyimbo 12 ni kwamba imewakutanisha mastaa wakubwa sana kutoka Afrika pamoja na mataifa mengine mbalimbali akiwemo Neyo kutoka Marekani, Davido kutoka Nigeria, French Montana kutoka Marekani, Ayra Starr kutoka Nigeria, Rema kutoka Nigeria, Shenseea kutoka Jamaica, Jason Derulo kutoka Marekani, Mr. One kutoka Misri, alafu kuna Saad Lamajid kutoka Misri, Akon kutoka Marekani, Yemi Alade kutoka Nigeria, Official Inos B kutoka Congo pamoja na Pato Ranking kutoka Nigeria pamoja na wasanii wengine wengi. Lakini mpaka hapo utakuwa umeshaelewa kwamba kutoka Tanzania ni msanii Diamond Platnumz peke yake. Lakini pia vile vile habari kamili kuhusiana na exactly Diamond Platnumz yupo katika nyimbo ipi ni kwamba katika hiyo album katika nyimbo namba 3 Diamond Platnumz bwana ameshiriki katika nyimbo hiyo namba 3. Wimbo huo unafahamika kwa jina la We Are Different, ambapo humo ndani bwana ameshirikiana pamoja na Jason Derulo kutoka Marekani pamoja na mwanadada Shenseea kutoka Jamaica. Kwa mujibu wa taarifa kamili ambayo tumeipata kutoka WCB Wasafi kama record label, wamesema kwamba wimbo huo bwana tayari umeshafanyiwa mpaka video ambapo unatarajiwa kuachiwa hivi karibuni. Umeona bwana Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na kutokana na habari hizo bwana kusambaa mtandaoni, page mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa bwana kuna page wameandika kwamba bwana mganga wa Diamond sio tapeli kwa kweli kushiriki kwenye wimbo mkubwa kwa ajili ya AFCON, nyie wasanii wengine wako wapi? Wanaimba kila siku lakini hawavuki mipaka hata kupata hizo nafasi.
Kwa hiyo bwana, kwa kifupi ni kwamba kitu hiki ambacho kimetokea cha Diamond Platnumz kuwepo katika hii nyimbo bwana, au kuwepo katika album hiyo ya Afcon bwana, ni kitu ambacho kimeonyesha utofauti na heshima kubwa sana kwake, akiwa kama mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri katika mziki hapa Afrika kwa ujumla. Lakini pia vile wadau mbalimbali ambao wamesikiliza huo wimbo bwana, wamekuja kuweka maoni yao, wakiwa wanaweka wazi bayana kabisa kwamba Diamond kiukweli ni kwamba ukimkaba kulia anatokea kushoto, yani jamaa bwana hakwepeki. Yani watu wakiwa wanaziba upande huu wa YouTube, yeye anafanya collab, anaenda kufanya show, unakuta amepata nafasi katika majukwaa kama haya ya majukwaa makubwa Afrika kama hivyo kwenda kutumbuiza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli kimewafanya watu wengi sana wakubali kwamba Diamond kweli azuiliki. Na pia vile watu ambao wamesikiliza wimbo huu wanakuambia kwamba bwana, wimbo uko vizuri, yani wimbo ni mkali. Lakini pia vile wadau mbalimbali bwana wamekuja kulizungumzia swala hili. Kwa mfano Mr Pimbi na yeye pia bwana amekuja kuweka bayana kwamba Diamond kweli amekuwa unstoppable, yani ni mtu ambaye sio wa mchezo, yani azuiliki kirahisi, na hiki alichokifanya ni heshima kubwa sana kwake na kwa taifa kwa ujumla, na imeonyesha jinsi gani ukubwa ambao yuko nao ndani na nje ya Tanzania. Davido, Jason Derulo, French Montana, wanamuziki wakubwa duniani wameingia Morocco kushiriki kuandaa album ya Afcon inayofanyika Morocco. Kuandaa album sio kawimbo, album inayofanyika nchini Morocco. Guys, hii sio mara ya kwanza Diamond kushiriki katika event kubwa za namna hii. Na wakumbusha tu, Diamond ashatumbuiza kwenye ugavi wa tuzo wa Afcon. So Mr Pimbi amezungumza hayo, lakini akaambatanisha hapa na caption ambayo inasomeka kwamba Diamond ni mmoja tu, alafu akamalizia kusema kwamba kushiriki kwenda kuandaa album ya Afcon nchini Morocco mbele ya Jason Derulo, French Montana, Aerostar, Davido na wengine bwana, Simba ni lidude kubwa hapa Afrika Mashariki. Mr Pimbi amezungumza hivyo akiwa anaonyesha jinsi gani ambavyo yeye pia amekubaliana na hali kwamba Diamond bwana anafanya mazito.